La question sécuritaire, mais aussi savoir ce qui peut être fait pour, en tant que population, ce qui doit être fait dans le cadre de contribuer pour la sécurité dans la partie des moyens de plateau de Vire-et-Fizi. Pourquoi pas la ville de Baraka, pourquoi pas le territoire de manière générale de Fizi et Vire. C'est après un long débat et des échanges approfondis que la population a décidé, et là je profite maintenant pour le dire, de pouvoir déclencher une ville morte ce mercredi de la semaine prochaine. Je crois que tu es informé que je suis célébré. Donc, le 5 juillet, le 5 août 2026, il n'y aura pas d'activité dans la ville de Uvira. Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia. Katika habari zetu za siku ya leo, tutazungumzia kuhusu maandamano ambayo yameandaliwa na shirika jipya la kiraia katika jiji na tarafa letu la Uvira tarehe 6 mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Na pia tutakwenda kugusia kabisa kuhusu vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazungumzia kuhusu kauli yake Evariste Ndayishimiye ambaye ataja kuwa wanajeshi wake wanaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hata siku moja hawajawahi kuona waasi wa FDLR. Na pia tutazungumzia kuhusu wilaya ya huko tarafani Fizi, msimamizi wa wilaya Sami Kalonji Badibanga akiwa ni administrator wa tarafa la Fizi ameweza kuwataka wananchi kutokuzipa uzito kabisa taarifa zinazozungumziwa kuwa Kilembo kiko mikononi mwa waasi wa M23, ikiwa habari hizo ni za uongo, na kutaja kuwa sekta hiyo ya Lulenge iko chini ya udhibiti wa FARDC pamoja na wazalendo. Haya na mengine tukaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze na habari za kupotosha wananchi, wakati Twirwaneho Red Tabara pamoja na M23 wakiendelea kutangaza habari za kupotosha wananchi. Msipotoshwe wala msidanganywe na taarifa za uongo zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na mtu anayejulikana kama Steve Wimbi ambaye anadaiwa kiwa ni mwasilishaji wa AFC M23 Red Tabara na Twirwaneho. Anadai kuwa vijiji vya Kitumba, Lulenge, Kabaja sana vimeanguka mikononi mwa waasi wa M23 Twirwaneho Red Tabara. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vikosi vya AFC M23 Red Tabara, Twirwaneho na Red Tabara havijawahi kufika katika vijiji vya Lulenge, Kitumba, Kabaja wala huko maeneo ya Sara. Vijiji hivyo vinaelezwa kuwa viko chini ya udhibiti wa wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku taarifa nyingi zikiendelea kuzagaa zikitaja kuwa aidha taarifa hizo inadai kuwa wapiganaji wa AFC M23 Red Tabara, Twirwaneho na vikosi vingine walifukuzwa na wazalendo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 1:32. Mapigano yaliweza kuripotiwa katika eneo la Karongozi karibu tu na Kabingo, ambako inadaiwa kuwa waasi hao waliweza kuendesha mashambulizi dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo bila hata mafanikio. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kuongoza kabisa kwenye mstari wa mbele, wakiomba raia kuepukana na taarifa za kushawishi wananchi ili kuacha vijiji na kupatia adui nafasi kuendelea kusonga mbele. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza
kuzipata. Habari za kusikitisha zikitajwa kuwa kiwanda ambacho kilichokuwa kinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha huko Chai cha pale Lemera kimevunjwa na kupelekwa huko Rwanda. Habari hizi zikiwa ni habari za ukweli, wakazi wameshuhudia kuwa hilo limedaiwa kufanyika na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda, huku wakitaja kuwa kuliweza kuendesha uporaji pamoja na vifaa vingi kuweza kupelekwa huko maeneo ya Rwanda, vikiwa vifaa vya kilimo ambavyo vingekuwa vimehitajika kufanya kazi kwenye kiwanda hicho. Licha hiyo, pigo hilo likiwa ni pigo kubwa ambalo limeweza kusababisha raia wengi wakiwa na huzuni na kutaja kuwa katika miaka ya 113 ambako kwa miungo kadhaa kimekuwa toa ajira na kuendesha maisha ya mamia ya familia kupitia mashamba yenye kupatikana huko Chai na shughuli mbalimbali za ufugaji, ambako kwa sasa kimeonekana kupora, raia wengi wakiwa na hofu na kuona kuwa wataishi katika maisha ya umaskini. Watu wasiopungua 8 wamefariki katika shambulio dhidi ya kambi ya jeshi huko Mitwamba, maeneo ya Haut-Katanga. Watu hao waliopoteza maisha ni asubuhi ya Jumapili baada tu ya shambulio lililodaiwa kufanyika na wapiganaji majimaji dhidi ya kambi ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC iliyoko Kombo Mamba katika wilaya ya katika maeneo ya Mitwamba mkoani Haut-Katanga, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, mashirika ya kiraia ya eneo hilo, watu 2 wa jeshi na wanafamilia wao 6 waliuawa wakati wa shambulio hilo. Watu wengine kadhaa pia waliweza kujeruhiwa. Hadi sasa mamlaka za mkoa wa wilaya hiyo, uongozi wa jeshi bado kabisa hajatoa taarifa yoyote rasmi kuhusu mazingira hayo ambayo iliyotokea, ikiwa ya kutatanisha na ikiwa inaendelea kuleta ghasia pia hofu kwa wananchi. Tuendelee na taarifa yetu ya habari. Nchini Burundi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika tamko lake ambalo alilotamka kwenye Radio BBC, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye katika mahojiano na BBC yaliyorushwa kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye runinga, mara kwa mara huwa anawauliza wanajeshi wake walioko nchini Kongo ya Kidemokrasia, je, mmewaona wapiganaji wa FDLR? Wao huwajibu kuwa kamwe bado sisi hatujawahi kuona FDLR wapo Ituri, ambako huko wanajeshi wa Burundi wengi hawapo na katika maeneo ambayo yanayodhibitiwa na Rwanda. Hivyo basi Rwanda inaposhutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki na FDLR, inamaanisha pia kuwa kwao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Burundi inawaunga mkono wa FDLR, jambo ikiwa kabisa halina msingi wowote. Turudi katika tarafa letu la Fizi. Bwana Sami Kalonji Badibanga amewataka wananchi kutozipa kipaumbele habari zinazodhibitisha kuwa M23 imemiliki maeneo ya Kilembwe, huku akionyesha kuwa sekta hiyo Lulenge iko chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Tariki 2 Agosti, kiongozi huyo amesema taarifa zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zikitaja kuwa M23 anaendelea kusonga mbele maeneo ya tarafa la Fizi, ikiwa habari hizo ni fake news zinazotaja kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanaendelea kuendesha mashambulizi dhidi ya uvamizi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turejee hapa mjini Uvira kwa kumalizia. Shirika jipya la kiraia la andaa maandamano ifikapo tariki 6 mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Mambo mengi wanashutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutowaunga wazalendo, kuwapa silaha kubwa na kutoa vifaa vikubwa kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya uvamizi wa wanajeshi wa Rwanda. Pia shutumu Umoja wa Kimataifa kubaki kimya, kutokutekeleza masilahi pia majukumu yao kwa kuwataka wanajeshi wa Rwanda kuweze kurudi. Waliweza kukutanana na waandishi wa habari. Hapa kuna moja yapo ya mazungumzo ambayo waliyazungumza na waandishi wa habari. On a échangé sur un point important, la situation sécuritaire des moyens au plateau de Uvira et de Fizi. Comme vous le savez,
la situation sécuritaire dans les moyens plateaux de ville et Fizi est tellement délicate. Au point que nous sommes en train de constater l'avancée significative effectivement de l'armée rwandaise, des dispositifs M23 dans différentes parties du territoire national, notamment moyens plateau de ville et Fizi. Il était question de pouvoir discuter avec la population sur d'abord la question sécuritaire, mais aussi savoir ce qui peut être fait pour, en tant que population, ce qui doit être fait dans le cadre de contribuer pour la sécurité dans la partie des moyens plateaux de ville et Fizi. Pourquoi pas la ville de Baraka, pourquoi pas le territoire de manière générale de Fizi et ville. C'est après un long débat et des échanges approfondis que la population a décidé, et là je profite maintenant pour le dire, de pouvoir déclencher une ville morte ce mercredi de la semaine prochaine. Je crois que tu es informé qu'aujourd'hui c'est le 2, donc le 5 juillet, le 5 août 2026, il n'y aura pas d'activité dans la ville de Vira, le même territoire de Vira. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de se mobiliser et de rester à la maison pour 3 objectifs. D'abord, demander au gouvernement central, les autorités militaires et civiles au niveau de Kinshasa, de pouvoir équiper les moyens logistiques modernes au FARDC et aux Wazalendo pour faire face à l'avancée, à l'agression de l'armée rwandaise dans les moyens au plateau de ville et Fizi. Deuxième objectif, c'est condamner le silence et l'hypocrisie de la communauté internationale face à l'agression rwandaise malgré plusieurs accords signés. Et troisième objectif, mettre en garde tout militaire et FARDC, tout Wazalendo qui veut ou qui travaille avec l'ennemi ou contre l'intérêt de la défense nationale. Voilà, de manière brève, ce que nous avons décidé. Et là, nous demandons à toute la population de Vira de rester à la maison ce mercredi pour que la communauté internationale, le gouvernement congolais puisse comprendre que la population de Kivu est complètement déçue par rapport à la situation sécuritaire dans les moyens de plateau. Pendant cette question, chers partenaires, chers journalistes Matou, il faut quand même signaler que c'est parmi les derniers moyens que la population peut utiliser pour faire passer leur message. Nous avons déjà fait plusieurs alertes, nous avons déjà rencontré plusieurs fois les autorités pour essayer un peu de leur parler de la situation sécuritaire dans les moyens au plateau de Vira et Fizi, mais sans résultat. C'est pourquoi la population a décidé de ne pas vaquer librement à ses occupations ce mercredi 5 août 2026, en fait que les larmes qui coulent chaque jour puissent être attendues au niveau national et au niveau international. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Jean-Pierre Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. La ziada sina, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.